Mwanafunzi wa shule ya msingi Ilboru iliyopo mkoani Arusha mwenye umri wa miaka 12, Godfrey Omar Kilango anauguza majeraha ya mikono kutokana na kipigo kikali cha fimbo takriban 65 alizopigwa na mwalimu anayedaiwa kuwa ni wa field, baada ya mwanafunzi huyo kudaiwa kuwa amesema haogopi fimbo za mwalimu huyo ambazo amekuwa akiwachapa wanafunzi. Mama mzazi wa mwanafunzi huyo Jennifer Agoston amesimulia mkasa mzima, ambapo amesema baada ya kubaini majeraha katika mikono ya mtoto wake, alichukua uamuzi wa kumuuliza, na baada ya kupata ukweli wote, aliamua kwenda kufuata uongozi wa shule kujua nini kilichofanya mwanae kupokea adhabu kali namna hiyo, kama anavyosimulia. Mtoto wangu anaitwa Godfrey Omar Kilango. Anasoma shule ya Ilboru. Nilikuwa nyumbani nikashangaa mtoto amerudi na uniform. Nikamwambia, kwa nini hujaingia darasani? Akaniambia kwamba naumwa, nimeomba ruhusa. Nikamwambia, unaumwa nini? Akaniambia naumwa mikono. Umefanya nini? Akanidanganya nimeanguka. Umeanguka wapi? Hapo nyuma. Kukagua mikono ya mtoto yote miwili imevimba, yani hawezi kukunja wala kukunjua. Nikamwambia, niambie ukweli, umefanya nini? Nikamwambia, mguu wako mguu wangu mpaka kwa walimu. Utakuwa au umepigana na wenzako? Akaniambia, pana, ni mwalimu amenichapa wa field. Kwa kosa gani? Hakuniambia kosa. Nikachukua jukumu la kumuita dereva tena, nikamchukua mtoto wangu nikaenda naye hadi shuleni. Kufika shuleni nikamwona mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu kitendo cha kumshtakia tu kwamba mtoto wangu ameumizwa shuleni, akasema hapana, huyu mtoto jana tulimchapa fimbo 2 matakoni. Huyu mtoto akajieleza akasema, hapana, mimi nimechapwa saa 8 na mwalimu, tuliambiwa tupeleke uchafu, nikawa nimewaambia wenzangu kwamba siogopi fimbo za mwalimu. Kwa hiyo walimu wanafunzi wawili wenzake wakaenda kumshtakia kwa ule mwalimu. Ule mwalimu akatumia jazba kuingia darasani na fimbo. Akawaambia wanafunzi, hesabuni hizi fimbo, na mchapa fimbo 65. Kwa hiyo wanafunzi wa darasa la 7 wakaanza kuhesabu 1 mpaka 65. Na hicho kitendo mwalimu mkuu akanipa ushirikiano kwamba naomba mimi nimpeleke mtoto hospitali. Nikamwambia, uweze kumchukua mtoto wangu mpeleke hospitali, na wakati ameumia natakiwa nimpeleke mimi. Akaniambia nitamwambia mwalimu wa darasa ampeleke. Nikakataa, nikamwambia nataka nimpeleke mwenyewe. Ile hapo karibu Ilboru kuna hospitali inaitwa Naomi. Nikamwambia hospitali ya Naomi siamini. Nataka nikamuingiza mtoto kwenye mashine. Mwalimu mkuu ananiambia, akatoa shilingi 15,000 ananipa, ananiambia mpeleke hospitali. Nikamwambia kwenye mashine ni 25,000. Unanipaje 15,000? Akaniambia uweze kumuingiza kwenye mashine kama hujaambiwa na daktari. Mimi nikachukua jukumu la kumchukua mtoto wangu nikampeleka hospitali. Kufika hospitali wakaniambia hawamtibu bila PF3. Nikarudi kituo cha polisi Kaloleni. Kaloleni walivyoona huyu mtoto hiyo mikono wakaniambia hapana, huyu anatakiwa akakatiwe PF3 kituo kikubwa. Nikampeleka Central. Central nilipofika wale maskari wakaniambia tuweze kumkatia PF3 maana ni kesi mpaka usisi amuone. Nikamuingiza kwa msaidizi wa usisi. Usisi akaniambia mrudishe hapo akakatiwe PF3 alafu mpeleke hospitali. Hivyo mpeleke hospitali, nikampigia mwalimu kabisa nikamwambia nimeshindwa kumtibu mtoto kulingana wameniambia paka niwe na PF3. Mwalimu akaniambia ina shida, ukisha mtibu uniletee receipt. Nikamwambia sawa, nikawa nashughulikia mtoto. Baada ya hapo ameshafanywa PF3, kaonyesha kwamba hii mikono kwa huku imevimbia damu, lakini kwenye vidole ameumia. Kwa hiyo anatakiwa valishwe inaitwa finger splinter, ambayo tumeenda kuiulizia kila kidole kimoja ni 60,000. Acha na gharama ambayo nimetumia Kaloleni. Nikampigia yule mwalimu, huyu mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu akaniambia basi haina shida, hilo swala tutaliongea. Nikamwambia sasa hapa sina hela ya kumvalisha mtoto hiyo finger splinter, maana splinter moja kidole kimoja ni 12,000. Baada ya hapo nikamchukua mtoto wangu nikamrudisha tena shuleni ili nione walimu watanipa ushirikiano gani. Kufika maeneo ya shuleni, nafika ndani ndio nakutana na mwalimu mkuu yuko na walimu wawili. Wakati nikiwa naongea nao huyo mwalimu ndo akawa ananiomba, tunaomba basi tuzungumze kama mzazi, imetokea bahati mbaya, tutamtibu mtoto alafu tutamuonya mwalimu na tutamchukulia hatua za kisheria. Mimi kilichoniumiza zaidi nikawaambia kama mnataka mimi nimsamehe mwalimu,
sawa ni wa field. Kwanza wakanidanganya yuko Patandi amerudi chuoni. Mtoto ananiambia asubuhi alivyoomba ruhusa alimwacha mwalimu shuleni. Nikamuuliza, "Je, ni mwalimu gani anampa mtoto ruhusa aende nyumbani akapumzike na amemuona kwenye hii hali, kwa nini asiulizie?" Ule mwalimu mkuu akasema alimuulizia, akamwambia eti mtoto akawa amemjibu kwamba ana matatizo ya kuvimba mkono. Mtoto wangu anaga tatizo la kuvimba mkono hata mguu, yani hata ile kuumwa kichwa ovyo anaga. Baada ya hapo nikamwambia mwalimu mkuu, basi na walimu wawili, kama mnataka nimsamee huyu mtoto na nimsamee mwalimu, na muombe huyo mwalimu aliyejiriki kama ana akili timamu kumchapa mtoto wangu fimbo akaanza 1 mpaka 65, angekuwa amemshambulia kwa bahati mbaya hata ikatokea akamuumiza isingejulikana idadi, lakini huyu amedhamiria kwa sababu amemchapia darasani na wanafunzi wamehesabu. Nikashukua jazba nikatoka nje. Wanafunzi ndo wakaanza kumhoji, Godi, imekuaje? Umeshaenda kupata matibabu? Nikauliza, nyewe watoto, ni kweli Godi amechapwa na mwalimu? Akasema ni kweli, hao walimu wa field wanatunyanyasa, wanatuchapa paka fimbo 55. Mama Godi, naomba tusaidie. Nikauliza, nyie mlimhesabia Godi hizo fimbo mwenyewe au Godi anadanganya? Hao wanafunzi wenyewe wakaniambia, sisi wenyewe tumemhesabia darasani fimbo 1 mpaka 65, na akamaliza akaenda akaambiwa kae kwenye kiti. Baada ya muda Godi akaniambia mwalimu yule pale wanavyodai kwamba hayupo, alikuwa amevaa t-shirt ya Simba. Nimemfuata mpaka maeneo ya kule watoto walemavu wanapokaa, akaniona akapotelea, lakini wamemficha mwalimu, hawajataka kunipa ushirikiano, maana alikuwa anataka niongee naye nimuulize. Kwa hiyo umedhamiria kumchapa mtoto wangu fimbo 65 kwenye mikono, na mikono inaonekana haizi kukunja, hawezi kufanya kitu cha aina yoyote. Kinachoendelea kwa sasa hivi, nilivyotoka shuleni mimi nimerudi tu kwa ajili ya kwenda kutafuta hela kwa ajili ya kumnunulia mtoto hilo dude la kumvalisha kwa ajili ya kumnyosha vidole, lakini hawajanipigia tena simu kuniambia kitu cha aina yoyote, na hatua nimechukua. Na ndo baada ya hapo kukutafuta wewe ili muweze kuliona hili swala, maana kesho nilitaka niende kwa huyu ambaye anaitwa afisa elimu. Je, hii ni haki? Namba yangu ni 0621413396. Lakini mtoto wangu amemfanyia sana ukatili, hata kama ana utundu wa namna gani. Mwalimu anajiriki kuhesabu 1 mpaka 65, anamchapa mtoto wangu kipigo chote hicho. Ni amekosea nini? Alafu kosa lenyewe amesema kwamba siogopi fimbo. Angechukua jukumu la kwamba mtoto ana nidhamu, amuite mzazi. Lakini hakuchukua jukumu hilo, aliamua kumchapa hadharani na kumchapa mbele ya wanafunzi wenzake, na wanafunzi wakahesabu wakadhibitisha, na yeye akaona nia yake imeshakamilika fimbo 65, akaamua amwache mtoto akakae. Kilichotokea, mwalimu ilikuwa ni zamu yetu ya kudeki. Mwalimu akasema kamwageni uchafu ama takataka kwenye jalala. Nilikuwa mimi na marafiki zangu wawili anaitwa Shedraki na Samuel, tukaenda kumwaga mauchafu. Hao watoto walanesiwa wakatumwa kuja kuituita. Shedraki ro akasema mimi siogopi hizo fimbo za mwalimu, afu Shedi tu akirera hapa. Nikamwambia Shedi, acha masifo chalutara kupigwa na mwalimu umizwe. Shedi wakaanza kusema kwa mwalimu kwamba wakaanza kujizingizia mimi nimesema kwamba siogopi fimbo za mwalimu. Mwalimu akamchapa fimbo 65. Mkuu wa shule hiyo amekiri kutokea kwa tukio hilo, ambapo amesema alipokea malalamiko kutoka kwa mzazi wa mwanafunzi huyo ambaye alifika shuleni hapo. Mwalimu Philomena Mbilini, kwa maelezo ya mtoto na wanafunzi kwamba mwanafunzi alimjibu mwalimu vibaya siku ya Jumatano, siku tukiwa kwenye Mewaka. Wao walimu wa field walikuwa wanasimamia utulivu wa shule. Kwa akamchapa hizo fimbo 64. Baada ya kumchapa, baada ya kwenda nyumbani alikuwa amefika, kwa mtoto akaenda nyumbani. Alipofika nyumbani mzazi akumuona. Kesho yake asubuhi akaamka mzazi akumuona, akaja shule. Alipofika shule akamuomba ruhusa mwalimu, akamwambia mkono unaniuma. Akasema umefanyaje? Mwalimu anamuuliza. Yeye akasema ni kawaida, mkono huwa unavimba, kuna wakati unavimba. Kwa hiyo mwalimu akamruhusu mtoto akaondoka. Ndio baadaye mama akaja kwamba amechapwa, na mimi nilishtuka nikarudi darasani. Watoto ndio wakasema amechapa fimbo 64, 65, bila sema 68. Hivyo umejuaje? Mwalimu alisema tuhesabu. Nikiripoti kutoka Arusha, Gladness Koero wa SQF TV.